atatufungulia mlango hapa na wengine tutafuata, tutaelezea ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Haleluya. Kwa kweli nimekuja kushuhudia wema wa Bwana kwa sababu Mungu kweli ni mwaminifu. Mimi mnaniona pale, nilianza kufuatilia Promova kuanzia last year. Na kwa kweli wakati nilipatana na ushuhuda wa mtumishi wa Mungu, katika hali niliyokuwa nayo niliweza kufaidika kabisa kiroho na hata kimwili. Haleluya. Mimi ninaishi nchi ya Australia, na kwa kweli hapa kule Australia ni kugumu. Ng'ambo kuihubiri injili sio rahisi. Nchi niliyoko wengi huwa wanaamini hakuna Mungu. Kule Australia huwezi ukaenda ukamhubiria mtu tu vile vile, unaweza hata kwenda jela. Ni vigumu. Unaambiwa keep your religion to yourself. Kwa hivyo huwezi ukaenda tu kimwambia mtu atakushtaki, na kikushtaki utaadhibiwa. Jela utaenda pia. Kwa hivyo dini yako unaiweka vile vile. Wengi wanaamini hakuna Mungu. Wewe unaambia Mungu akupatie neema na akusaidie uweze kunena na watu juu yake. Haleluya. Lakini Mungu aliponiita aliniambia usiwe na uoga. Nitakuonyesha vile utakavyokuwa unanenea watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kweli nikaweza kufungua huduma na nikawa nafikia watoto. Wengi wale huwa nahudumia ni Sudanese. Aliniambia niweze kuwafikia the youth, kwa sababu youth pale hao ndio wameadhiriwa kweli. Youth pale shetani amewaandama. Na kwa kweli Mungu akanipa kibali. Nimemuona Mungu akitenda makubwa katika watu wachache, watu wadogo. Na kanisa likawa likubwa kwa sababu vijana wameokoka. Aliniambia uweze kuongelesha watoto wangu, warudishie identity yao. Ongea na watoto wangu, waonyeshe wao ni kina nani. Na ni kweli wengi wamemwamini Kristo, wengi wameokoka, wengi wametoka kwenye madawa ya kulevya, wengi yani wamebadilika, na Mungu akawa mwema kwao. Lakini kukawa na vita kweli katika ile huduma. Na hapo ndio wakati nilianza kumuona mtumishi. Wakati nilimpigia mtumishi